Anguko la Mzee Pongo. Mzee Pongo alikuwa mtu maarufu sana katika jamii ya Kimasai. Umaarufu wake haukutokana na hekima wala ukarimu, bali kutokana na ubabe, ukatili na hofu waliopanda mioyoni mwa watu. Alikuwa na wake wawili na watoto 10, wanaume 7 na wanawake 3. Lakini hata familia yake haikupona katika kivuli cha ukatili wake. Katika kijiji chao, hakuna aliyethubutu kumpinga. Alinyang'anya watu ardhi, mifugo na hata heshima. Aliamini nguvu ndiyo haki. Kila aliyepinga alionja hasira yake. Wazee walinyamaza, vijana waliogopa, na wanawake walilia kimya kimya. Mtoto wake mkubwa aliitwa Nundo. Tofauti na baba yake, Nundo alikuwa na moyo wa huruma na haki. Alishuhudia mateso ya mama zake, ndugu zake na jamii nzima. Kila siku chuki ilikuwa moyoni mwake, lakini pia huzuni kubwa. Siku moja, Mzee Pongo alimchapa vibaya mama wa Nundo hadharani kwa kosa dogo. Kijiji kizima kilitazama bila msaada. Ndipo kitu kikavunjika ndani ya Nundo. Usiku huo, Nundo alimkabili baba yake. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na mabishano marefu. Kulikuwa na macho mawili yakitazamana. Baba, moja limejaa kiburi, jingine limejaa maumivu ya miaka mingi. Ubabe wako umeua roho za wengi, Nundo alisema kwa sauti nzito. Kama leo haki itaanza, lazima ianze na wewe. Ndipo maisha ya Mzee Pongo yakafikia mwisho wake mikononi mwa mwana wake mwenyewe. Asubuhi ilipofika, kijiji kilikuwa kimya kuliko kawaida. Lakini ndani ya ukimya huo, kulikuwa na pumzi mpya ya matumaini. Ingawa kifo cha Mzee Pongo kilikuwa cha maumivu, kilikuwa pia mwanzo wa mabadiliko. Nundo hakusherehekea alichofanya. Aliomboleza, lakini aliahidi kuiongoza familia na jamii yake kwa haki, upendo na usawa. Na hapo ndipo hadithi ya ubabe ikaisha, na hadithi ya matumaini ikaanza.